Viongozi wa bara la Afrika wameungana na Umoja wa Afrika kulaani vita vinavyoendelezwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, wakitaka visitishwe mara moja. Viongozi hao wameonya kuwa kuenea kwa mzozo huo katika mataifa mengi ya kanda kunahatarisha kwa kiasi kikubwa amani na usalama wa mataifa pamoja na uchumi wa bara hilo. Shisia Wasilwa na kina cha maelezo hayo. Ni dhahiri kuwa kuenea kwa mzozo huu katika mataifa ya kanda kunaleta tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, ilisema sehemu ya taarifa ya Rais Ruto. Ruto alisisitiza umuhimu wa taasisi za kimataifa zilizopo katika kushughulikia mgogoro huo, akisema kuwa mifumo ya muda mrefu ya ushirikiano wa kimataifa bado ni muhimu katika kutafuta mvutano unaozidi kuongezeka. Katika wakati huu muhimu na hatari katika historia ya dunia, taasisi za muda mrefu za ushirikiano wa kimataifa bado ni mfumo muhimu katika kutafuta suluhu ya mgogoro wa sasa Mashariki ya Kati, ilisomeka katika taarifa hiyo. In line with the Africa Union and United Nations. Kwa mujibu wa maamuzi ya Umoja wa Afrika, tunaitisha ukomeshaji wa vita hivyo kulingana na haki za kimataifa za binadamu, international humanitarian law. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesisitiza kuwa pande zote zinapaswa kutumia tahadhari na kuzingatia sheria za kimataifa. Vyombo vya habari vya Nigeria vimeripoti kuwa hali ya kuyumba kwa soko la mafuta duniani inachochea hofu juu ya mfumuko wa bei ya nishati na hatari kwa bei za ndani, licha ya juhudi za Nigeria za kuongeza uchimbaji na usindikaji wa mafuta ndani ya nchi. Nayo serikali ya kijeshi ya Sudan imelaani kwa nguvu mashambulizi hayo na yasiyo halali ya Iran dhidi ya Saudi Arabia na kuunga mkono haki ya Riyadh, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Sudan. Kwa upande mwingine, Somalia ilikanusha taarifa kuwa inaunga mkono Iran, huko Rais Hassan Sheikh Mohamed akifanya mawasiliano na Amir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akisisitiza uungaji mkono kwa uhuru na mipaka ya Qatar. Somaliland pia ililaani mashambulizi ya Iran ikisema hayana sababu na yanaathiri amani na utulivu wa kanda. Jumuiya ya Afrika imetoa wito wa kujizuia kutokana na hofu ya mzozo mkubwa unaoweza kuathiri amani ya dunia, chakula, nishati na uchumi wa bara. Musalia Mudavadi ni waziri wa masuala ya kigeni nchini Kenya. We can only hope and pray and urge. Tunaweza kuomba, kutaraji na kuhimiza kama Wakenya kwamba vita hivi vipya vinaweza kuhitimishwa haraka iwezekanavyo. Tunaiomba jamii ya kimataifa kuhakikisha kuwa mgogoro huu unapata ufumbuzi wa haraka. To ensure that what has been sparked off today comes to a quick resolution. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. DW tunavuma kwa kishindo.